Hii ni mwecheche. Samia Suluhu amesema majenzi tutembezewe mikwaju vilivyo. Samia Suluhu ni kama ananyesha sasa. Yu mjinga ameanza. Nafikiria hapa Kenya ni hiyo kijiji ya Kenya anaongoza. Sisi tunasema basi kwa sababu mwapendeza sana, mkae na yeye, akae na huyo mama yenu dikteta Samia, wafanye kazi kwa watu watie Kenya, sisi tutajipanga. Sasa Watanzania wanajaribu kuteta juu Charlie Chaplin aliwadanganya moja gai. Haro. Samia Suluhu amesema jenzi wa Kenya wasibembelezwe, wapigwe na wavunjwe. Samia Suluhu kwanza anunue parts kwanza, ni kama ananyesha, alafu sasa ajue Kenya atafanya baadaye, acha ujinga. Anafikiria Kenya ni kijiji kama yeye anaongoza. Hii moto mwakisha gai. Ambia Suluhu Hassan hapa ni nini? Na sipochunga tutakuja huko mpaka mama shida yake ni nini na msumbuanga? Chado sitaki kuongea mbaya. Chado ni nyamazi. Bwana Kasongo amevukisha uongo boda. Kumbe watu wanajua wanatukanwa, si ndio? Mnajua mnatukanwa, ila tu ni kiburi tu ndio mmekazania kwa viti yenye mpendwi. Huyu Ngamia Suluhu Hassan anaambia Kasongo, sisi tu huwa tunawatukana hapa mitandaoni. Tena tunarudi sisi wenyewe kwa wenyewe tunatukanana. Hawa sasa ndio wanakuanga watu wajinga pale Tanzania, ni machawa. Unapata mtu ameongea point wewe unahisi ukimtukana. Si umeona mpaka kumbe watu wanajua sisi wenyewe tunatukanananga wenyewe kwa wenyewe, tunajiona wajinga. Wanataka kutufunza. Mnataka kutufunza nini wakati sisi wenyewe hatuwapendi? Hebu sikizeni huyu mama anaongea nini hapa. Jema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao Mheshimiwa Rais, la fujo. Wanatutukana wenyewe lakini afu wana cross kutukanana. Hivi ambavyo sisi tunaona Wakenya ni atikua mandugu na madada zetu kwa Tanzania wamefurahishwa sana na hii safara ya Anaconda. That Tanzania ni kama Kenya na Kenya ni kama Tanzania, and she doesn't believe on democracy, that you should take democracy elsewhere. Samia Suluhu, wewe ni mama kweli. Hii ni mwecheche Samia Suluhu, but we can't give you that room here in Kenya. In fact, my fellow Kenyan citizens and the entire East Africa citizens at large, we should be vigilant on this leadership that is yet to strangle our own liberties and freedom. In fact, they are literally trying to do away with our own dignity when it gets to a point when a woman who is in leadership trying to do away with the democracy that has been there for the longest time, ati tutembezewe mikwaju sisi majenzi just because we are here to ask and we are here to question on things that keeps on oppressing us. Wewe Samia, in fact we don't recognize you as any of the woman leaders in Africa. Tunajua president mmoja Netumbo Nandi from Namibia. Wewe you don't even deserve to be a mother. Aluta. Omera, I've watched that video of Tanzania President Samia Suluhu telling Mr. Mastugo to beat Asokwajo, and all I can say is that for a country that calls Siriteso na Ticha Chandu, I hope this Queen's language doesn't get to bother you when I pump knowledge in your skull by telling you that he who stops to tie his shoe during a lion chase not only gets to die, but also dies neatly dressed. So please, stop trying to cover fire with a blanket, because after it has finished burning the blanket, it will burn the blanket holder. The only thing that will save any dictator in Africa is if they change their ways and start to serve the people, because we the people will always decide. And it is time for Africa to decide. You cannot decide for us and force us to adhere. If Tanzanians are okay with dictatorship, then well and good. But in Kenya, we value democracy and we embrace it. So the people shall. Hey guys, see story in action. Suluhu karibia hapa. Wanifanya nicheke tu. Ati wamwambia Ruto akusaidie kudisiplini wanajenzi, wamekusumbua pia wewe. Sasa wampatia Ruto stressi, kwa sababu stressi yake kubwa Kenya ni jenzi. Kwanza wamemwekea siku yake tarehe 25 Julai. Sasa hata ile kitu inampatia stressi zaidi, watafanya nini hiyo siku? Kwa sababu ni official kwa jenzi, watatokea kusherekea walioukufa, mahirosi.
Sasa ye mwenyewe ana stress, atakusaidia vipi? Aya, ng'ang'ana na hali yako Suluhu. Bwana pale Tanzania, rais wa Malawi Bi Msumi anataka kutuharibia rais wetu William Ruto. The president of Tanzania Mama Samia Suluhu anataka kutuharibia rais wetu mzuri William Ruto, baba wa taifa, rais tunayempenda, rais ambaye amekaa na sisi, tumetoka mbali na Ruto bro. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Nasemaje bro? Anataka kumharibu kivipi bro? Unajua kweli sana, nilikuwa naelewa kwa nini wazazi wetu walikuwa wanasema usicheze na Mbaruk, atakuharibu. Sasa ndo naelewa. So naambia rais asicheze na Samia, asicheze naye, atamharibu. Bro, tell me why someone has come to your country kuja kuongelea masuala development, issue ambazo zina affect jumuiya ya Afrika Mashariki, alafu rais mzima unasimama kwa international podium unasema kwamba watu wapigwe mikwaju, alafu anaambia rais wetu kwamba, tena anasema nimeambia rais Ruto kwamba ndio hawa watoto wanaosumbua wakija huko kwako wapige mikwaju, na wakija hapa kwangu nitawapiga mikwaju. Sasa ndugu yangu, yani rais wewe unapenda mikwaju tu, badala uongelee masuala ya development, because bro, this is a, you know, he is the president of the capital city of Africa. Akija pale kwako kuongelea masuala, ongeleni masuala muhimu. Lakini Samia Suluhu is still stuck katika masuala Gen Z, na ni kama hataki demokrasia kabisa. Maana yake anasema hawa wanajifanya wanatetea demokrasia. Bro, this country, we've come from very far. Matters democracy bro. We don't want to go back to 19 Sagalaosi. So please Mr. President, William Samoei Arap Ruto, usimsikize Bi Msumi Mama Samia, atakuharibu. Hebu tusikie rais alisemaje. Wajua kabla nisikie amesemaje rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siwezi zungumzia kitu. Wacha nisikie. Tunazungumza na Rais Ruto asubuhi. Sijui asubuhi mchana, maana amechelewa naye amekuja mchana. Tunazungumza jinsi ya kudeal na hawa watoto wetu watovu wa adabu wanaojiita nani hilo jina hao eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanye fujo huku, wachome huku, wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju, ili wakae sawa. Na hapo tutapata jumuiya ambayo ina watu wenye heshima na ina watu walionyooka. So you tell me my brother. Wow. You tell me my brother. This is a president ambaye amechaguliwa kwa 97%. Hataki demokrasia katika nchi yake. Anasema wakileta mambo wachape mikwaju. Okay, this is a very unfortunate remark from the head of state. Manake lakini mimi nasema hivi. Yani sisi ambao tunaongelea ukweli wa mambo, tunaopigania haki, tunaisimamia haki, tunayoitangaza haki, tunayoizungumzia haki, tunayoikemea na kuikumbatia haki, iwe sisi tunafaa kupigwa mikwaju. Lakini Bilimia, mimi nitakwambia hivi, ni bora imetoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mwanamke anapoongelea mikwaju inaeleweka. Manake mama kazi yake ni kumrudi mtoto. Ama ngoja nikuulize swali. Wewe kwenu nyumbani ulikuwa ukikosea wa kwanza kuchapa mkwaju nani? Buda. Buda alikuwa Mombasa wakati huo. Buda bwarangu, Buda yeye ndio anachapa. Lakini kuna siku ulikuwa kama mama nkasirika, ukimbia kwa mama mkwaju, kurudi kwa Buda mkwaju. Sasa mtu wa kwanza anayekupiga mkwaju nyumbani huwa ni mama. Siko umeelewa?
Yani bro, it is so unfortunate coming from the president. Na mimi ningeomba rais wetu William Samoei Arap Ruto asifuate haya mambo. Kwa sababu bro, kwa mfano Ruto akiamua kutupiga mikwaju, tutasikia sasa hivi pale Kenya, halafu mambo yameharibika. Si kama unaelewa mwanangu? Lakini it is so unfortunate. Yani ndio nakwambia, narejelea tena, wazazi wetu wakwambia kwamba usicheze na Ian. Walikuwa wanajua wanamaanisha. Kwa hiyo tafadhali Mama Samia Suluhu Kizimkazi, usituharibie rais wetu. Hatutaki. Na rais wetu si mtu wa mikwaju. Tumetoka naye mbali. Anatupenda na anaipenda demokrasia. Tumetoka naye mbali. Sasa mama kusema tu kupitiza rais wetu na tusitekwe na watu wasiojulikana. Umeona? Mama kusema tu demokrasia itengenee, mama ni kitu cha kuwekea mtu uhaini na useme unataka kumpiga ukwaju. Ama ni mkwaju. Tupatie juisi ya ukwaju mama tunywe. Msituchape mikwaju. Mkitupatia juisi ya ukwaju tutakunywa. Halafu tutajooka jamani. Nasemaje? Tulieni, kila mmoja atapigwa mkwaju.